تراه طيرا بالعزيمة جاء. Sisi watoto wa Mongola machimbo, watoto wa machimbo wote chimbo wanafahamu. Kwa hiyo nawachanganya, angalau mimi kidogo ndio niko naenda sambamba na wewe. Inshallah, baada ya maneno haya mafupi kutoka kwa Sheikh Abdallah Mwale, sasa hivi kabla ya kusoma qiyam, tutamkabidhi maiki hii mlezi wetu, Sheikh letu, mlezi wa roho zetu, Sheikh Said bin Rashid. Yeye ndo atajua afanye nini, ima turuhusu tusome qiyam au yeye kwa wakati huu atajua ni kitu gani inshallah atakifanya. Bila kupoteza wakati, Sheikh Said bin Rashid inshallah, karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Kwa fadhila za wazee wote mliohudhuria, akiwemo mzee wetu hapa Sheikh Azizi, mlezi wetu. Huyu ni mlezi wetu jamani, sione anatoa, anataka mjioni kwamba mpo. Ule kutoa kwake kuwapa nguvu vijana na waithamini dini. Hajawahi kuhudhuria kwenye ngoma na akatoa la mambo ya dini, na Allah muweke inshallah, amtengenezee watoto wake na familia yake. Baada ya kuwashukuru wote mliohudhuria, nadhani kwamba tumezoea jambo hili kufanyika mapema sana, na tumejitahidi kutokana na hali za maandalizi mpaka tumefikia hapa. Ni wakati sasa, baada ya Ustazi Abdallah huyu bwana, Mwenyezi Mungu amtengenezee majambo yake, katengeneza njia. Maana yake kwamba hili darasa la hakika liweze kuzungumzwa kwa upana kidogo, kwa sababu kuna mambo mawili. Tuko katika nyakati za elimu nyingi, lakini elimu zenye mapungufu. Elimu hizi za wafanya watu kila mmoja aelewe kivyake. Tumefanya hakika, lengo ni kichinjo mnyama, lakini kuna hili la kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufurahi sisi, lakini wapatikana baadhi ya watu pia kuyaona kwamba haya hayana maana sana, si ndio? Kumswalia Bwana Mtume Muhammad, yani hii furaha tulioiona, mtu watamani urukeruke, usijui ufanye nini, yani akili tu basi na kuvuruga kwa furaha ya Bwana Mtume Muhammad. Lakini kuna mwingine pia, haya si mambo gani haya? Kwa hivyo inshallah nisizungumze sana, lakini kwa kuwa aliingia Sheikh Wakata, ndugu yangu Sheikh Songwe, mwalimu wetu, ni shekhe letu. Yani ukisikia Sheikh Wakata ni mlezi wa Uislamu ndani ya kata hiyo. Nafasi hii sasa, hizi dakika 10-15, naombeni wote tu watulivu, watoto, akina mama, na nyinyi watoto pia mu watulivu. Kuna watu baada ya kuchinjiwa wasi waleta mijingoma, wacheza uchi, wapo katika mji wa Mongola Ndege na katika mitaa yetu hiyo. Jime ngoma gani wenyewe wanaita ile? Hasa badala ya yule mnyama, Mwenyezi Mungu ambadilisha mnyama yule huwa laana, na watoto wale wenye kukua basi wanakuwa watoto wa laana tu. Kama wanawake wataendelea na laana zao, kama ni wavulana wataendelea na laana zao, kuvunja milango ya watu na kuwaibia. Hayo yote ni kwamba yawezekana amechinjiwa, lakini ndanimu hakuswaliwa Bwana Mtume Muhammad, tena akapuuzwa Muhammad. Sheikh Songwe, ni wakati wako kuendelea na hii darasa alitoa ustazi wetu hapa, jina fupi Mwale Digo mwenzetu, mashaallah. Karibu mwalimu. Mongola Ndege umeiona? Sheikh Songwe, karibu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdu daima lillah wassalatu